Mtazamaji wangu, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo asubuhi ya leo. Mimi ni Kasisi Joseph Gachagua wa Full Gospel Churches of Kenya mjini Malindi. Na leo ni siku nyingine njema ambayo Bwana aliyoifanya, na ili tupate kushiriki neno la himizo pamoja. Na ni furaha yangu kukaribisha katika wakati kama huu, na ili tupate kubarikiwa pamoja. Ningelipenda tusome pamoja katika kitabu cha Waibrania sura yake ya 6 aya yake ya 13 hadi aya yake ya 15. Nipenda tusome pamoja katika kitabu cha Waibrania sura yake ya 6 na aya yake ya 13 hadi aya yake ya 15. Biblia inasema, kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kuapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kukubariki nitakubariki, na kuongeza kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Vile vile nasoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake na aya yake ya 20. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ya 1 na aya yake ya 20. Maana ahadi zake zote za Mungu zilizopo katika yeye, tena kwa hiyo katika yeye ni amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Wakati maandiko haya, namuona jinsi ambavyo Mungu alivyompatia ahadi. Na Biblia inasema ya kwamba hakukuwa na mwingine mkuu kuliko Mungu ambaye angeliapa kwaye. Maana wakati ambapo tunapotaka kuonyesha, kudhibitisha kwa mambo na jinsi ambavyo yalivyo na uhakika, tunaapa kwa yeye ambaye aliye mkuu zaidi. Lakini kwa sababu hakuna aliye mkuu kuliko Mungu, Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akaapa kwa nafsi yake mwenyewe. Wakati ambapo alipoapa, alisema ya kwamba hakika atambariki na kumuongeza, atamuongeza. Wakati ambapo aliponena maneno yale, Ibrahimu aliyashika, na Biblia inasema ya kwamba basi kwa hiyo akaendelea kuvumilia hadi siku ile ambayo aliyoipata ile ahadi. Wakati ambapo Mungu alipokuwa akinena na Ibrahimu, kulikuwa hakuna nyota ambazo zilikuwa zinaweza kuonekana katika maisha yake. Maana Mungu alimwambia kwamba ataongeza uzao wake na kuwa ni mkuu kama jinsi ambavyo nyota wa mbinguni walivyo. Hakukuwa na dalili, lakini aliendelea kuvumilia akiisubiri ile ahadi, akijua kama jinsi ambavyo alivyoandika kitabu cha mwandishi wa Waibrania ya kwamba ahadi ambazo zilizo katika Mungu ni ndio na amin. Na hivyo ni kusema ya kwamba hakuna kitu ambacho kinachoweza kubadilisha Mungu alizozifanya kwa watu wake. Siku ya leo inawezekana ya kwamba katika mwanzo wa siku hakuonyeshi dalili ya kwamba mambo ambayo uliyoyatarajia yanaweza yakafaulu au yanaweza yakawa, na kuhimiza ya kwamba ni vyema kushikilia katika ahadi za Mungu. Maana chochote kile ambacho alichokiahidi yeye sio kama mwanadamu, ni lazima siku moja kitakuja kutimia. Unapokuwa na changamoto katika mwanzo wa siku, si sababu ya kusema ya kwamba ahadi za Mungu hazitatimia. Wakati mwingine masaa ya siku yanaweza kuendelea na kusema ya kwamba sidhani kama yale ambayo niliyotarajia yatatimia. Lakini wakati ambapo utakapoendelea kushikilia katika ahadi zake Mwenyezi Mungu, unajua ya kwamba ni kweli na ni ndio zitatimia. Inawezekana ukawa na ahadi zingine ambazo ulizoahidiwa na hazikutimia. Ninakukumbusha ya kwamba Mungu sio kama yule ambaye aliyekuahidi, lakini Mungu ahadi zake ni kweli na ni ndio. Wakati ambapo aliponena maneno yale kwa Ibrahimu, licha ya kwamba waliomtazama
walifikiri ya kwamba haitowezekana, lakini kwa sababu ahadi zake ni kweli na ni ndio, Biblia inaonyesha ya kwamba baada ya muda, kama jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa ameahidi, ilikwisha kuwa. Na kunenea asubuhi ya leo nikisema ya za Mungu katika siku unapoendelea, bila shaka ni lazima licha ya changamoto, licha ya mambo ambayo yaliyosimama mbele zako na vizuizi, si sababu. Kitu cha muhimu ni kushikilia katika ahadi ambazo zilizo katika Mungu. Zile ambazo zilizo nje ya Mungu sina uhakika wake juu ya kutimia kwake, lakini zile ambazo zimefanyika katika Mungu bila shaka ni lazima zitimie. Biblia inatuonyesha vizuri ya kwamba kitu ambacho alichofanya Ibrahimu ni kuvumilia, akaipata ile ahadi. Hata nawe ninakuhimiza katika Bwana ya kwamba unaweza ukavumilia, na baada ya kuvumilia kwako ukaipata ile ahadi, kwa sababu Mungu ameapa kwa jina lake, na hakuna jina lingine ambalo lililoinuka kuliko lile lake. Na ndiyo sababu labda wakati mwingine tunategemea majina mengine, lakini ahadi zisitimie. Lakini tutakapotegemea ahadi ambazo zilizofanywa katika jina hili, basi bila shaka ni lazima ya kwamba zitatimia ahadi hizi kama jinsi ambavyo Mungu alivyokusudia. Unapoendelea katika siku, wewe una sababu ya kuwa na ujasiri unapotembea, ukijua ya kwamba ahadi za Mungu ni lazima na ni sharti ya kwamba zitaendelea kutendeka katika maisha yako. Na wakati ambapo zitakapotendeka, utasema ndio, ninamwamini Mungu ambaye anayezitimiza ahadi zake, kwa sababu ahadi zake ni kweli na ni ndio na ni amini katika yeye. Na kile ambacho unachostahili ni kuondoa shaka katika maisha yako, na wakati wote kusema ni amini ya kwamba mambo yale ambayo aliyosema yatatimia katika maisha yangu. Wakati ambapo unapoendelea na siku, ninakutabiria kwamba bila shaka ahadi za Mungu zitatimia katika maisha yako, na ataendelea kutukuzwa katika wewe, katika yale ambayo atakayoendelea kutenda. Sababu ya Mungu kutimiza ahadi ambazo anazotimia katika maisha yetu ni ili aendelee kutukuzwa katika maisha yetu. Hakikisha ya kwamba wakati Bwana anapoendelea kutenda mambo hayo, basi ataendelea kutukuzwa katika maisha yako. Wakati ambapo unapoendelea katika siku, ningelitaka niombe pamoja na wewe. Unasema ya kwamba mhubiri, omba pamoja nami. Ninahitaji Bwana, wakati ninapoendelea katika siku, basi nina nafasi ya kuomba na wewe ukiwa mahali ulipo, karibu hata mbali, katika jina la Yesu Kristo. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtu ambaye asema ya kwamba nakuhitaji asubuhi ya leo. Wewe uliyesema ya kwamba ahadi zako ni kweli na ni ndio na ni amini katika wewe, na kuomba ya kwamba yeyote ambaye anayekuamini mchana wa leo, Bwana, akaendelee kuona timizwa kwa ahadi zako katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Rehema na fadhili zako zikatembee naye Bwana, akafurahie uwepo wako katika maisha yake na kuona miujiza yako katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya kumtembelea, asante kwa ajili ya kumgusa. Ninaamini ya kwamba Bwana ataendelea kuwa pamoja nawe na ahadi zake zitaendelea kutimia katika maisha yako. Kwa hapo vile vile unasema ya kwamba mhubiri, hata mimi ningelipenda ya kwamba nimwamini Mungu huyu, nataka maisha yangu niyapeane kwake. Ningelipenda ya kwamba nitoe njia zangu kwa Mungu na ili apate kuzitawala. Unasema ya kwamba mhubiri, ningelipenda niokoke. Ukiwa tu mahali ulipo, ningelipenda uombe sala hili la toba ukiwa mahali ulipo, katika jina la Yesu Kristo. Sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, natambua dhambi na makosa. Naomba kuanzia leo unisamehe, unitakase katika damu yako. Nakataa shetani na kazi zake zote. Naomba uniongoze, unitawale. Rehema zako zije juu yangu mara tena. Kwa jina la Yesu ninaamini na kuokoka.
Iwapo umeomba ombi hili pamoja nami, ninaamini ya kwamba Bwana Yesu amekugusa na sasa wewe umeokoka. Iwapo uko karibu katika mji wa Malindi, na kukaribisha kuabudu pamoja nasi katika kanisa letu la Full Gospel Churches of Kenya, na ibada zetu za siku ya Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1:30 na kukamilika saa 3:30. Ibada yetu ya kwanza ni saa 1:30 na kukamilika saa 3:30. Ibada yetu ya pili ni saa 4:15 na kukamilika saa 6:30. Ibada yetu ya pili ni saa 4:15 kunradhi, na kukamilika saa 6:30. Basi wapo utapata nafasi ya kututembelea, tutafurahia kuabudu pamoja nawe. Iwapo uko mbali na mjini wa Malindi, basi vile vile ninakuelekeza ya kwamba ni vyema utafute kanisa lililo karibu na wewe ambalo linalofundisha Biblia, mahali ambapo utakapoendelea kulishwa na neno la Mungu na utaendelea kukua katika wokovu. Ninakutakia mchana mwema. Mara tena nakukumbusha, mimi ni Kasisi Joseph Gashagwa wa Full Gospel Churches of Kenya mjini Malindi. Ni furaha yangu kunena pamoja nawe siku ya leo. Natumai ya kwamba wakati mwingine Bwana atakaporidhia atatupatia nafasi na tutakuwa na nafasi ya kuendelea kuhimizika katika Bwana. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe.